الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، درس hii itabidi tuchukue tena leo inshallah, kwa sababu jana tumesoma bila kurekodi. Kwa hivyo tutaifupisha kidogo ili tupate kuanza sura mpya, surati Rum inshallah. Kwa hivyo tulifikia katika aya 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. aya hii Mwenyezi Mungu anawafahamisha Quraysh kwa yale waliopewa Makureshi ambao wengine hawajapewa. Wanawakumbusha wajue neema waliokuwa nayo wa kujalia eneo lao haraman, nchi yao iwe pahali patakatifu, na aminan, penye amani, pahala patakatifu na pahala penye amani. Haraman inaharimishwa kila kitu, mambo maovu yote hakuna kufanya hapo. Kwa hivyo amani tu, na tunapata Baitullah al-Haram, nyumba ya Mwenyezi Mungu ilikuwa takatifu. Kwa hivyo hapa, ikiwa pahala hapo patakatifu, na tunajua kwamba inapofika miezi mitukufu ashhurul hurum, mtu anaweza kumuona aliyemulia baba yake pale na hawezi kumgusa. Kwa sababu nini? Kwa sababu ya utukufu pale hapo. Na hasa Mwenyezi Mungu katika mwaka amejalia miezi minne hii mitakatifu pawe kwa amani tu. Kwa hivyo ikiwa hivyo Mwenyezi Mungu amejalia eneo hili pawe pahala patakatifu, na halafu ukilinganisha na maeneo ya nje ya Makka, ويتخطف الناس من حولهم. من حولهم tunasema wale waliozunguka nje ya Makka wananyakuliwa vitu vyao, wanauana, wanachinjana, wananyang'anyiana, dhulma juu ya dhulma inapita. Wanaweza watu wakapigana mpaka uana kwa ajili ya maji tu. Subhanallah. Ama hapa katika Makka kuko pala pa amani. ويتخطف الناس من حولهم. Hii tumesema sisi min haulihim, ukenda popote katika ulimwengu inaingia maana min haulihim, na pale palipoizunguka Kaaba. Ukitazama kwa jicho lako la katika ardhi, utaona kwamba haulihim ni maeneo yaliyokuwa nje ya Makka, kilomita chache za nje, sio uliozunguka Kaaba. Lakini ukipanda juu utaona katika ndege ndogo unaweza kuona kilomita hata 10 au 15 kama tulivyosema kabla. Na ukipanda juu zaidi ndege kubwa min haulihim, utaona Makka iko katikati na miji yote iliyokuwa karibu na Saudi Arabia inaingia katika haulihim. Na kila ukipaa juu taibu, ukifika kwa Mwenyezi Mungu mwenye kutoa amri hii haulihim, kutoka kwa amri kwa Allah, inakuwa haulihim inaingia Makka na ardhi yote, the whole of the earth, na ilikuwa katika space juu katika anga, ikiwa malaika, viumbe vyote, majini, nani anaingia yote. Subhanallah. Kwa hivyo utaona kwamba Mwenyezi Mungu amejalia kwamba eneo la nje ya Makka hakuna amani na salama, lakini ndani ya jengo hili kuna salama na amani. Tayib, na eneo la karibu yake, eneo lote la eneo la takatifu hili wanapoishi Makureshi. Sasa Mwenyezi Mungu anawaambia, ikiwa wenzenu huko wanashindana, wanakuana na kudhulumiana, nyinyi mko katika amani, basi na hili hapa naambiwa wanatakiwa wamwamini Mungu huyu. Kwa nini wanafuata batil? Na batil hapa, afa bil batil yu'minuna, yani kwa batil wanaamini, upotofu wanaamini, na haki wanaikataa, wanakufuru. Neema ya Allah wanaikufuru, wa bi ni'mati llahi yakfurun. Na hii maana yake nyinyi ilivyo hasa
ili mtekeleze, ili mlipe yale aliyokufanyeni Mwenyezi Mungu, aliyokufanyeni, aliyokufadhilisheni mbele ya watu kwa kujalia eneo lenu mko katika amani. Na hayo unakuta pia unaposoma sura Ila fi Quraish na kabla yake, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kila mmoja anajua nyinyi mlikuwa Makkah kwamba Mwenyezi Mungu aliwaletea ndege tayran ababil kuwapiga jeshi la nani? Le jeshi la Abraha, wakati walipotaka kuja kuivunja Kaaba, ili watu badala ya kufanya hija yao Makkah waendelea kufanya hija Yemen. Abraha kutoka Abyssinia, kutoka Habeshi, ambao walikuwa ni governor aliyekuwa na Najashi pale Yemen, alijenga kanisa kubwa inaitwa Qulais, wakataka watu waje kufanya ibada yao, kwa sababu asili yao toka zamani watu wa Nasara wakifuata. Kwa hivyo wakatoka na jeshi lenye matembo na nini, wakataka kwenda kwa kisa kinajulikana. Mwenyezi Mungu kaleta tayari Babeli, wakawa kutoka dakika ile watu wote wa makabila yote ya Arabu walikuwa wanaogopa nani? Wanaogopa Makureish, yakhafuna min Quraish. Kwa nini? Kwa sababu wakisema neno tu mara tayari na Babeli they can come again, wanaweza kuja tena. Kwa hivyo wanakwenda misafara yao, wanapita miji ya jirani, wote hawezi kuguswa wala wafanye kitu. Kwa nini? Quraish hawa hatuwezi, wanaogopa watu. Kwa hivyo hii neema Mwenyezi Mungu anafahamisha watu wa Quraish, nyinyi mmepewa neema hiyo, wenzenu hawajapewa. Nyinyi mlikuwa aula an ta'budu Allah sahibu hadha albayt. Sasa nyinyi mnakwenda zenu, akatokezea Amul Fil, ndio mwaka ambao waliuliwa nini jeshi, waliokufa jeshi la nini kwa ndege tena Babeli. Kwa ajili haya ila fi Quraish, ili waendelee Quraish ilafihim, waendelee kwao katika biashara zao, rihlat ash-shita wa sayf, safari zao za siku za baridi na siku za joto. Wanakwenda Sham north, wanakwenda zao nini Yemen south, wanafanya biashara throughout the year, wanakwenda. Kwa hivyo wanaendelea msafara wao, unapita Makureishi wale, msiwaguse tena, Babeli tunaogopa wao, unapita kwa salama, akirudi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kaajalia hii amani wameipata wao kwa ajili ya hii nyumba ile kwa hapa kwenu. Utukufu wa nyumba umesababisha watu wanaokaa katika nyumba wawe katika amani. Kwa hivyo unasema hapa kwamba nini, faj'alhum ka'asfin ma'kul ila fi Quraish, ili waendelee Quraish na safari zao fi saif fi shita wa saif. Basi ikiwa ni hivyo, Mwenyezi Mungu amewakirimu na kuwafadhilisha mbele ya wengineo, faliabudu rabb hadha albayt, wa maabudu mola wa nyumba hii, alladhi atamahum min ju'. Watu katika njaa wao siku za musimu, tizama na mpaka leo unapokwenda Makkah siku za musimu, katika Ramadhani, katika ndio tunafanya umra na miezi ya hija, watu wanachuma pesa za kuweza kuendesha mwaka mzima. Kwa si jinsi biashara ni kubwa. Mwenyezi Mungu ametia neema. Sawa, kitazama picha leo hivi, rudi nyuma ifanye picha ile ndogo kidogo kuliko ile, lakini neema ilikuwa kuliko sehemu nyingine ambazo watu wako katika shida na njaa, hasa katika jangwa kama lile na hali ya hewa kama ile, hawana zaraa ya kutosha. Lakini Mwenyezi Mungu kajalia nini, kama tulivyosoma katika sura leo, sura Ibrahim, tumesema nini, rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram. Mimi nimekaa katika nini, katika bonde isiyokuwa na ziraa yote. Rabbana liyuqimu as-salah, ili wasalishi wasimamishe sala, faj'al afidatan min an-nasi, jalia katika vifua vya watu, tahwi ilayhim, wanapenda kuja kwa watu wako hapa wanaokaa Makkah, warzuqhum min thamarati, na warzuq katika nini, katika matunda, la'allahum yashkurun. Kwa hivyo lengo kwamba watakaa shukrani kutoka watu wanaoishi Makkah hapa, na kwa dua Ibrahim kaomba hii ili pate malipo yao, wanalipa shukrani, la'allahum yashkurun. Na kwa hivyo Quraish wamekasir, hawajatekeleza kama ilivyotakana, hawajamshukuru Mwenyezi Mungu kama ipasavyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anawaambia faliabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, amewalisha kutokana na watu wakiwa na njaa na ukapa amani wakati wao katika hofu, wakichinjana, wakiuana, watakhatafu nasu min hawlihim, sio
wananyakuliwa na kupigwa na kuonewa watu waliokuwa around Makkah, yani nje ya Makkah. Kwa hivyo hapa tunasema kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu anawafahamisha Quraysh taksiri ya watu Quraysh kwa ilivyo wafuate dini ya haki, na walikuwa wanajua haki lakini hawataki, kwa kuendekeza pumbao zao, matamanio yao, kwa hivyo wakifanya wanavyotaka. Na Mwenyezi Mungu anaambia neema mliopewa wakati wenzenu wanachinjana, nyinyi katika amani. Afa bil batil yu'minuna, hiyo batil kuabudu masanamu na ushirikina wao kwa nao, wao ndio wanaamini hiyo. Wa bi ni'matillah, neema ya Allah yakfuruna, wanaikufuru, wanaikataa neema ya Allah. Ikiwa amani waliopewa, ikiwa chochote kile jiingia katika neema Allah, hata dini kushushiwa Qur'ani na kuletwa mtume katika watu wao, na kwamba hii ni dini hakika, wamepewa wao imani na hidayah, wenzao hawajapewa, hii neematullah, yakfuruna, wanaikataa. Swala hili wanaulizwa na wanajua ukweli na wanafahamu kweli anasema Mwenyezi Mungu, lakini shahawati, matamanio na pumbao yale wanataka wao yamepindukia mipaka, hata wataki kufuata. Kwa Mwenyezi Mungu anasubulia kwa jambo hili, sawa na alafu anasema Mwenyezi Mungu, waman adlam mimman iftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bil haqq lamma jaa alaysa fi jahannama mathwa lil kafirin. Naam, ni nani aliyekuwa dhalimu zaidi kuliko? Man adlamu min man, yule ambaye na neno moja min na man badala yake mimman. Waman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, ni nani aliyekuwa dhalimu kabisa? Mwenyezi Mungu haulizi swala akwambie ujibu kwa sababu yeye hajui, anakuambia kukuzindua na kukufahamisha. Anayefanya hivi ni dhalim kuliko wote. Waman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, ni nani aliyekuwa dhalim kubwa kuliko yule ambaye amemzulia Allah uongo? Iftira billah, iftara ala Allah kadhiba, anajua haki akasema uongo, au kadhaba bihi, au akadhibisha, amemkadhibisha na anajua haki na amekataa, anajua haki ameikataa na kuzua uongo juu yake. Iftira, kuna kidhib ya aina mbili, iftira na kidhib. Kukataa tu kunyamaza kimya, kukataa na ukatafuta maneno mengine ya kusema ili nini? Kudanganya watu, na hali haki unajua, huyo iftara ala Allah kadhib wa kadhaba bihi, yote mawili yamefanya katika kidhib yao. Kwa hivyo hapa anasema Mwenyezi Mungu, ikiwa wao wanafanya hivyo, wache wafanye, moto unaongojea, lakini hajaleta kwa sababu wananitatia moto, na kasema alaysa kule man adlam, suala na suala pia alaysa fi jahannam, je sio katika jahannam maswan lilkafirin, ndio itakuwa makazi ya makafiri, sio makazi yao itakuwa motoni? Kaambia naam, jawabu lako sema naam ya rab. Kwa hivyo hivyo ndivyo itakapokuwa kwa hawa waliopewa hidayah na waliopewa kila khairi na neema za Mwenyezi Mungu, wakazikufuru wakadhulumu nafsi zao, kwa sababu man adlam, kadhulumu wenzao na wamejidhulumu nafsi zao, kwa sababu kama alivyosema Luqman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun tena adhim. Anaambia Luqman mwanawe, usije ukamshirikisha Mwenyezi Mungu, kwa sababu shirk ni dhulmu kubwa sana, unadhulumu nafsi yako kwenda kuteswa milele. Ni moja katika kabair kubwa ambayo dhambi zake hazighufiriwi kabisa. Na dhulmu hii kitu cha mwanzo ni shirki, unamshirikisha Mwenyezi Mungu. Ni nani aliyedhulumu zaidi? Aliyedhulumu nafsi yake akamshirikisha Mwenyezi Mungu na akapata moto wa milele, kwa sababu kasema Mwenyezi Mungu, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mwenyezi Mungu hasamehe anaposhirikishwa, lakini duna shirk, chini ya shirki, dhambi yote ile kubwa chini ya shirki, kama mtu atatubu tauba nasuha, Mwenyezi Mungu anaweza kumsamehe. Lakini shirki haina tauba, haina dawa, ni kilema cha milele.
na moto wa milele. Kwa hivyo ni huyo ndio alidhulumu zaidi kuliko wenziwe. Kwa hivyo hapa alafu tena tunamalizia, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Na wale waliofanya juhudi kubwa kwa ajili yetu, wakajitahidi wakajizuia nafsi zao na nini, wakajizuia nafsi zao na matamanio na kuwapeleka katika maasi, wale wamejitahidi sana, hawa tutaongoza njia zetu, lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Na hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na muhsinin, watu wema. Hapa ndio mwisho wa